Mtazamaji, asante kwa kuichagua West TV kwa runinga yako. Siku zote utazamaji wako wa thamani kubwa kwetu sisi, na tutasema asante sana. Bila shaka West TV staftahi kipindi chako cha kila siku saa 1 hadi saa 3 asubuhi, na ilivyo desturi basi karibu katika kitengo hiki cha mwisho kila siku ya Jumatano, inaitwa Inspirational Wednesday. Inspirational Wednesday tunakuletea watu ambao kwingineko hutawapata na wamepitia katika maisha hapa na pale, milima na mabonde, changamoto za hapa na pale, lakini mwisho wa siku wanatabasamu. Tabasamu hilo wamelipata vipi? Ilianzaje? Ikaja? Ikawa? Walikumbana na yepi? Wapi? Kivipi? Bila shaka ndio masuala ambayo tunayazungumzia hapa. Na leo nilivyosema basi tupo nyanjani, hatupo studioni. Kwa hivyo ni makala ambayo nimeandaa tokea japo hapa mjini Bungoma tu, maeneo ya mashambani, nikiwa nazungumza na bingwa mmoja hapa kuhusiana basi na maisha yake, safari imekuwa vipi, ampitia wapi na kadhalika. Bila shaka mimi naitwa Dalmas Sakali. Tupige story Twitter @Dalmundo, Facebook ukurasa Dalmundo, bila kusahau Instagram Sakali Dalmas likiwa ndilo langu jina. Upande ule mwingine basi YouTube West TV Kenya, subscribe kisha pata video mbalimbali. Alafu vile vile unapata Dalmas Sakali, subscribe, bila shaka video na mambo mengi kweli kweli. Karibu sana, naomba nikusalimu. Bila shaka ni fahari yangu kuweza kuwa nawe, na sichukulii hivi, nasema asante sana kuweza kuwa nawe. Labda kwa faida ya mtazamaji, unaitwa nani? Labda maelezo mafupi. Naitwa Joram John Ojiambo Ogajo. Hayo ni majina manne na kila moja liko na sababu yake. Joram John Ojiambo Ogajo. Labda tuanze na historia fupi. Umezaliwa wapi? Labda maelezo mafupi kutoka pale utotoni kwa ufupi. Lakini mimi mwenyewe nimezaliwa mahali panaitwa Namasari Village, huko Sioko, Busia County. Huko ndiko nyumbani kule nilizaliwa. Babangu alikuwa askari, aliretire kwa post ya Inspector of Police. Nilipozaliwa na Namasari, babangu kwa sababu alikuwa mtu wa askari, walikuwa ni watu wa kutembea. Kwa hivyo mara nyingi tulikuwa Mombasa, na mwishowe nikamalizia nyumbani huko Namasari. Babangu wakati alikuwa anafanya kazi ya shule mahali panaitwa Mombasa, na hiyo ni shule ya walemavu. Babangu alipenda nisome kwa shule ambazo za watu ambao wanajiwezi. Nasoma Portuguese. Huko nilisoma tu class 1. Wakati huo hakukuwa na nursery school. Nilienda tu class 1. Nikasoma hapo class 1. Na wakati ule nilikuwa namalizia class 1, ikapatikana ya kwamba babangu tena amepigwa transfer, amepelekwa Nairobi. Akanipeleka shule inaitwa Nile Road Primary School ambayo iko Nairobi. Nikasoma hapo class 2. Niliposoma class 2 hapo, baba akapatwa na changamoto za kikazi, akawa interdicted. Alipokuwa interdicted, katurudisha kwa village kule nyumbani. Huko nyumbani ile unajua changamoto za walemavu. Shule ilikuwa mbali na mahali pale tunakaa. So nikapelekwa kwa shule ya nyumbani. Kutembea kama kilomita 2 hivi, ambayo ilikuwa ngumu. Baadaye nilikuja nikashindwa huo mwendo. Babangu tena akafikiria na akaona anipeleke shule ya walemavu bado. Nikapelekwa Nyabondo Home for Crippled Children. Huko Bondo. Nyakachi. Sasa kule nilipokuwa huko nikasoma sasa class 3. Imagine class 1 shule nyingine, class 2 shule nyingine, class 3 sasa niko Nyabondo. Nyabondo nikasoma kule vizuri. Niliposoma kule nikaonekana kuwa mwanafunzi mzuri, japokuwa ilikuwa ni mbali. Waliona kwamba this is a bright child, na wakataka kunipeleka ng'ambo. Walinitafutia sponsors, wakataka kunipeleka ng'ambo. Walipotaka kunipeleka ng'ambo, babangu naye alikuwa wakati huo amelemewa school fees ya kulipa upande ule, kwa sababu ako interdicted na mshahara anapata nusu. Sasa ikambidi anirudishe nyumbani.
na wale wakanitafuta kuja wakasema wanataka kunipa sponsors wangu, wanataka niende Canada, lakini kwa sababu ya watu kwenda ng'ambo zingine hawarudi, nyanyangu alikuwa bado angali hai, alikataa. Akaambia baba mzazi ya kwamba huyu mtoto akienda ng'ambo hatarudi. Niposa baba akaamua kunitoa tena kwa hiyo shule, akapelekwa Ujombani. Ujombani ni mahali panaitwa Bulanda, Kakamega County. So ni huko ndio nilienda sasa nikarudia class 3. From there sasa nikaanzia hapo na mpaka nilipofika class 7 nikiwa Bulanda Primary School. Nilipomaliza Bulanda Primary School nikapita mtihani wangu na nikatoka hapo nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikapata shule mahali panaitwa Bukhalare Secondary School. Huko ndio nilifanyia form 4 yangu. Nilipomaliza kidato cha 4 Bukhalare nikaja kukaa nyumbani. Haya, shikilia hapo. Maliza kidato cha 4 umekuja nyumbani. Najaribu kufikiria tu, bila shaka mtazamaji ni mmoja wa watu ambao wanaishi na changamoto za kiulemavu, akiwa anatumia vile vyuma vile kuweza kutembea. Ni swala la kuzaliwa ama ni swala ambalo lilianzia wapi? Swala hili si za kuzaliwa. Nilizaliwa nikiwa mtoto mkakamavu, mtoto mbuheri wa afya. Mtoto yule watu wanaweza tamani kushika. Lakini nilipofika miaka 2 nilitembea kwa mwaka mmoja. Mwaka wa pili nilishikwa na ugonjwa nikapelekwa hospitali. Nilipopelekwa hospitali pale nikaambukizwa ugonjwa wa polio wakati nilikuwa pale hospitali. Ndiposa nikawa natembelea nikawa ni kwamba sitaweza kutembea tena. Nikawa sasa nitumie crutches kutembea. Unaweza ukaelezea vipi familia yako? How will you describe your family? Will you say it was average, middle income family, ama ni familia ambayo unaweza ukasema ilikuwa maskini, ama unaweza ukaidescribe vipi? Kile ningependa kusema ni kwamba kulingana na familia yangu, babangu angekuwa mtu middle class, lakini shida ilikuja ikamuingilia, akaja akaingilia mambo ya ulevi. Na ulevi alikuwa na changamoto zake kazini, ilimuelekeza kwa ulevi. Ndiposa alipopata ulevi, alipokuwa mlevi, ilimfanya sasa akawacha kuchukulia majukumu yake ya kifamilia. Ndiposa nikapata sasa tulikuwa na changamoto ya kusoma. Kwetu ukinipata hivi mimi ndio mwenye ameelimika. Hao wengine walikuwa wanafika form 2, wanaacha, wanafika form 3, wengine class 7. Japokuwa tumezaliwa wengi, watoto 10, tulizaliwa watoto 10, 2 wameaga, tumebaki 8. Kati ya watoto 10 ukiwa first born ama unakujia wapi katika familia hiyo? Katika watoto 10 mimi nilikuwa mtoto wa 4. Mtoto wa 4. Wa kwanza alitangulia kufa mapema kama bado angali mchanga. So hawa 9 tukakuwa tukawa wazima, lakini mmoja tena akatuacha ikiwa tu watu wazima. Ndio hapo basi Bukhalare ndio jina la shule. Bukhalare bila shaka ndio shule ambayo iliweza kusomea kidato cha kwanza hadi kidato cha 4. Wakati huo haukuwa na usumbufu? Nimeona shule ya msingi ulisumbuliwa sana, mara unakwenda huko unarudi huko. Pale ulifululiza tu form 1 mpaka form 4? Hapo nilituliza, nikaanzia form 1 mpaka form 4, japokuwa nilikuwa na changamoto zingine. Kwamba hii ni shule ya watu ambao wanajiweza na mimi ni mlemavu. Unapata hata kwenda kwa haja, hali ya kwenda haja, vyoo ni vile vya kawaida. Na mtu kama mimi inakuwa ngumu kwenda kwa vyoo vile, kwa sababu unahitaji mahali pale pengine utajishikilia ndio uende msalani. Lakini sasa kwa sababu ya kupenda masomo na kwa kulingana na changamoto zile nilikuwa nazo za kifamilia za kukosa school fees, ilinibidi tu nijikaze pale kusomea pale mpaka nilipomaliza. Japokuwa most of the time, wakati mwingi nilikuwa nakuwa nyumbani kwa sababu nafukuzwa school fees na rudi nyumbani. Nakumbuka hata mwaka wa 4 nilikaa nyumbani mwaka mzima, nikaenda kufanya mtihani.
Kando na swala hilo, kulikuwa na labda changamoto ya unyanyapaa kule kubaguliwa labda kutoka kwa wanafunzi, walimu, jamii kijumla, ama unaweza ukasema kwamba kwa kiasi fulani jamii kukubali wakati huo? Kitu ningesema hapo, kiasi kulikuwa na unyanyapaa. Nakumbuka kuna wakati nilienda haja msalani nikiwa form 1. Nilienda haja msalani na hali bado sijajijua vile nitaweza kufanya nini kujisaidia. Na nilishikwa na tumbo kuendesha. Na nikajikuta sababu najua hali yetu ukijitoa suruali nashtukia saa nyingine unataka kuinama, ikawa ngumu na haji ikapita kidogo ikaenda nje. Watoto wa shule hawakujua ya kwamba huyu ni nini, ni mtu ambaye ni mlemavu. Hawakujua ya kwamba ni changamoto gani napitia. Na baadaye walitaka kunitendea unyama, lakini kwa sababu ya Mungu walikuja swali la mwisho kabla uendelee na story sasa, baada ya form 4 wewe mwenyewe ulianza kujikubali wakati gani? Na kuna wakati labda ungeweza kujikataa, wakati mwingine labda unajitenga, wakati mwingine labda unajihurumia, ama hata unalia, ama unaweza ukasema kwamba maybe your family na wale walikuwepo mapema walikusaidia ukaweza kuaccept hali ilivyo? Mimi mwenyewe nilijikubali, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, nilikuwa na mzazi, mama yangu angali hai mpaka sasa. Mama yangu mzazi alinipatia alinihimiza wakati wote. Nakumbuka kila wakati mamangu mzazi alikuwa ananiambia, mtoto wangu umelemaa, huwezi limia mtu, huwezi fanyia mtu kazi, masomo ndio itakuwa. Sasa hayo masomo nilishikilia kabisa, kwa sababu nilijua hilo ndio jambo litaniokoa maishani mwangu. Bila shaka mtazamaji, napiga story hapa na Joram Ogajo. Ameniambia majina mengine mawili lakini nimesahau. Joram Ogajo? Joram John Ojiambo Ogajo. Naam, Joram John Ojiambo Ogajo, ambaye nia yetu asasi kuzungumzia sana masuala hayo ya ulemavu, kwa sababu ni mojawapo ya masuala lazima tutagusia, ndio, lakini kwa zaidi tunataka kuweza kuangazia alipandaje lada kiasi kwamba ana boma lake, boma ambalo zuri, ana pake, ana kazi yake, ana ofisi yake, na vile vile anajihusisha na 1 2 3 shughuli kidogo hapa na pale kuweza kutafuta mkate wake wa siku, ambalo bila shaka ni jambo ambalo tunahimiza watazamaji. Na baada ya kidato cha 4 sasa ikawaje? Baada ya kidato cha 4 nilikaa nyumbani miaka 2, that is 1984-85. Nilikaa nyumbani nikitafuta hali ya vile nitaweza kujimudu maishani. Na wakati huo nilipokaa nyumbani, mjomba wangu mmoja anaitwa Dickson Mfimbi alikuja nyumbani na akaniambia, alikuwa anafanya kazi Nairobi, na akaniambia ukaa nyumbani si kuzuri, ni vizuri twende tukakae town na wewe pia, wewe upate kujua kuwe na tofauti na kukaa nyumbani. Na kweli nilikaa na nikafikiria na nikaamua. Na wakati huo nilikuwa natafuta kazi, nikiapply huku na huku. Na nilipokwenda kwa mjomba, baadaye nilichukuliwa kwenda college. Na hiyo college inaitwa Industrial Rehabilitation Center. The class ambayo nilipelekwa ilikuwa inaitwa commercial class. Na hiyo ni ya kujifunza kazi ya kupiga chapa. Ni kama secretarial, tuseme kwa Kiingereza. Ya Kiingereza. Hiyo ndio kazi nilienda nikajifunza na nikapita vizuri. Lakini bado sikutosheka, kwa sababu nilikuwa mtu wa kutaka kutafuta. Nilikuwa na haja ya kutafuta. Na nikaamua nifanye nini, nianze kutafuta kazi. Ndiposa nilipoanza kutafuta kazi na nikaenda kwa ministry ambayo inaitwa National Guidance and Political Affairs. Kulikuwa na mzee mmoja, Mungu amrehemu, anaitwa Jafet Kiti. Aliniandika kazi kama karani. Nilikuwa niandikwe kama secretary, lakini mimi nikakataa. Nikasema hii kazi, hii kitu nilikuwa natafutia kazi. Lakini kama unaniweza kuniandika kama karani, niandike na nitaweza climb the ladder in that
kada ambayo nitakuwa nimeingia. Ndiposa nikaandikwa kama karani clerical officer under Ministry of National Guidance and Political Affairs. Nilifanya na National Guidance and Political Affairs for at least 1 or 2 years. Nikapelekwa ministry ingine, wizara ingine, wizara ya Land Reclamation, Semi-Arid and Westlands. Sasa hiyo ndio nilipelekwa. Baada ya kukaa nayo tena nikakaa nayo muda karibu mwaka mmoja hivi, nikavunjiliwa mbali, nikaunganishwa na wizara ya maji. Ndiposa nikajikuta kwa wizara ya maji. Wakati huo wote nilikuwa niko Nairobi. Nilipopelekwa kwa wizara ya maji, nilikaa na nikaanza kufanya mitihani ya inaitwa proficiency examination for clerical officers. Ndiposa nikapanda ladder nikawa higher clerical officers. And in that wakati huo nikapewa transfer kutoka Nairobi. Mwenyewe niliitisha nitoke Nairobi niende mashinani. Ndiposa nilipelekwa Kitale kwa Ministry of Water kama higher clerical officer. Nikafanya kazi huko muda kidogo, ndio nikaletwa Bungoma kama higher clerical officer in charge of registry. Baada ya muda nikapandishwa ngazi nikawa senior clerical officer. Bado nikiwa Bungoma ndio nilikaa na nikafikiria, nikasema ari yangu ni kusonga juu ladder, nisikae mahali pale niliandikwa, ili ijulikane ya kwamba watu wasiojiweza pia wanaweza kufanya nini, to climb the ladder. Ndiposa nikarudi kusoma, nikaenda Railway Training Institute kwenda kusomea diploma in human resource management. Nilipoenda huko nikasoma, nikapita mitihani yangu na nikarudi. Baada ya mwaka 1.5 niweza kufaulu kupata diploma, cheti changu cha diploma, nikagraduate na nikarudi. Wakati niliporudi niende Bungoma, naye nikawa nimekuwa identified na kulikuwa na reforms kwa water Ministry of Water ambazo zilileta mashirika tofauti. Na kumbe wakati nilikuwa kule nilikuwa identified ya kwamba wanahitaji mtu ambaye anaweza fanya kazi ya human resource kwa regional office ya Kakamega, na wakanichukua niwe human resource katika ya ofisi ya Kakamega ya water resources. Huko nimekaa, wakaenda interviews, nikapita hizo interviews, nikawa human resource officer. Kwanza haikuwa human resource officer, nilipewa procurement and administrative assistant. Sasa tukafanya baadaye kukawa na mabadiliko kidogo kwa shirika. Ndiposa wakanipatia sasa kuwa human resource officer. Nimefanya na wao nikiwa Kakamega kidogo, nikapelekwa Nakuru kidogo, nikarudi Kisumu, nimefanya Kisumu miaka 2, baadaye nikarudishwa Kakamega. Sasa mwaka 2018 niliweza kupandishwa ni kupandishwa cheo na nikawa senior human resource officer. Sasa hadi sasa mimi bado ni senior human resource officer kwa water resources regional office Kakamega. Na human resource officer, senior human resource officer ni cheo number 2 from our department. Mtu ambaye ako mbele yangu ni chief human resource officer. Najua kuna maswali mengi pale, na by the way ana mpaka degree katika masuala hayo kama sijakosea, amesomea degree. Najua ni sehemu ambayo hajataka kwenda sana kwa sababu hadithi pia imekuwa ndefu, lakini wakati ulikuwa unapanda up the ladder
Kuna wakati wote uliona kwamba labda kuna mtu labda kutenga ama labda unakuwa disadvantaged kutokana na ulemavu, ama it wasn't a big problem ukilinganisha na wale watu wengine in those situations, wakati umejipata labda mahojianoni na mtu mwingine ambaye ama watu wengine ambao wao wana changamoto? Has it been a problem? Haijakuwa changamoto vile, japokuwa saa nyingine unaangalia watu facial expression za watu na unaona mtu anaona na huyu anakuaje mpaka anafika kiwango hiki. Wanatarajia kwamba mtu ambaye ni mlemavu awe ni mtu ako chini pale ambaye lakini kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nguvu na ari ambayo nilio nayo, siangalii hayo. Mimi naangalia ni nini ambacho kinafanya nini ninahitaji, and then I go for it. I'm just a go getter. Hiyo ndio kitu ambacho niko nacho. Nikiamua nataka nipite hapa, nitapita. Kwa hivyo wewe ambaye una changamoto zozote, yawezekana ni ulemavu, yawezekana ni umaskini, yawezekana labda na wewe ni yatima na kadhalika, si swala kubwa sana kuweza kuketi pale ukilalamika vile baba yako alikufa ama mama yako alikufa ama vile kwenu hakuna chochote, ama kuhusu vile wewe ni mlemavu. Bila shaka you should be a go getter, kama anavyozungumza Joram Ojiambo Ogajo. Nimepata sasa la 3, la 4 ndio natafuta. Tuachane na hayo, najua mwelekezi wetu upande wa pili atakuwa anatupeleka mapumzikoni any moment from now, lakini tuzungumzie pia swala zima la nini kimekuwa kinakumotivate. Vitu gani ambavyo unaweza ukasema kwamba vimekuwa vinakupush going forward hadi ukaweza kufika wakati huu? Mtu akakuuliza leo nini kimekufanya ukawa successful, unaweza ukazungumzia nini? Kitu cha kwanza ni kwamba nimekuambia I'm a go getter. Nikiamua kufanya kitu nitakifanya. Hata watu wengine watokezee upande gani na wasilete waseme hapana hii utaweza. Wanasema nimeamua, wacha niamue. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, huwa namweka Mungu mbele maishani mwangu. Kila kitu ninachofanya huwa namhusisha Mungu. Lazima niende kanisani, nimhusishe Mungu, nimwambie Mungu nifanye nini, niwezeshe kufanya kitu. Hizo ndio vitu viwili ambazo. Na kitu cha tatu ni kwamba mara nyingi wanataka kujulisha watu na watu wajue ya kwamba mimi ulemavu hauwezi kukuzuia kufanya chochote. Unaweza kuwa tu chochote unachotaka kuwa hata kama wewe ni mlemavu. Hii ulemavu unatuzuia tu kidogo kufanya vitu fulani kidogo, lakini in the real sense kama wewe ni mtu ambaye ni go getter, utaweza kufaulu ikiwa unafanya nini, unaamua kujituma. Lazima uwe mtu wa kujituma. Ndiposa huwa anajituma kwa kila chochote. Zungumzia familia yako na utueleze wamekuwa sehemu ya safari hii yako, ama unaweza kusemaje kuhusu familia yako, mke wako, labda watoto na kadhalika? Wamekuwa upande gani katika safari hii yako nzima hii? Familia yangu imenipa kazi kuwa rahisi sana. Unajua mtu kama mlemavu kazi yake ni ngumu. Kitu cha kwanza unafaa upate mke ambaye anakuelewa. Unafaa upate mke ambaye atasimama na wewe wakati wote. Na huyo ni mke ambaye ninaoa. Mimi nimeoa mke mmoja sasa hivi ambaye niko naye, na huyu ni mke ambaye anasimama na mimi wakati wowote. Niko na watoto wawili, na hao watoto nimewakuza kwa kumwogopa Mungu. Ni watoto ambao nikikaa na wao na waelezea hali yangu na hali ambayo itakayokuwa uko mbele. Na kweli huwa wananisikia. Hawajakuwa wagumu kwangu, hawajakuwa watu wa kujaribu kunisumbua, hapana. Ni vile mimi ukaa na wao na waelezea na wahubiria, na haya yote yamefanya kazi yangu kuwa rahisi sana. Unajua amezungumzia na mke mmoja, siku hizi naambiwa kwamba haitoshi, lazima useme na mke mmoja wa kike. Unajua siku hizi kuna tabia mbaya ya mtu anaoa mke jinsia sawa naye. Wake kama hao wanapatikana siku hizi. Rafiki yangu anauliza upande wa pili, sio mimi, anauliza ametafuta aone wake kama hao ambao wanaunga mkono waume zao. Anasema siku hizi ni hii wake kama hao anaweza akapata. Wake wako, lakini yategemea wewe nawe
malengo gani. Hilo ndio jambo ambalo unafaa uangalie. Hata mimi umwambie hivyo. Unataka upate mke wa aina gani na una lengo gani? Naam. Ukitaka wale wa kutaka pesa, utapata wale wa kutaka pesa. Lakini wewe angalia, usiangalia tunaangalia ati unaangalia beauty. Beauty ndio inakuaga ya kwanza, lakini angalia roho ya mtu, ni mtu wa aina gani. Na ukiangalia roho ya mtu, hiyo roho iwe ni roho nzuri, jua ya kwamba huyu atasimama na wewe na atasimamia na familia. Japo umesema beauty pia muhimu. Unajua tabia tutatengeneza, beauty utengenezi bwana. Beauty utengenezi. Na mtazamaji, bila shaka West TV staftai leo tupo nyanjani, kwa hivyo usianze kuuliza hapo maswali ati hii ni staftai gani, hatuoni inaonekana kuwa staftai. Hapa leo tuko nje kabisa, tuko nyanjani, bila shaka tukiwa tunazungumza na the who and who's ambao mweza kufaulu kwa njia moja au nyingine. Huenda isiwe kwamba wao ni magavana ama wao ni wanamiliki supermarkets kubwa. Unajua watu wengi unapozungumzia success kwao wanataka waweze kuona mwanasiasa ama mtu ambaye ameweza kufaulu kiasi hicho kikubwa. Bila shaka kama amekumbana na changamoto akaweza kuvuka vigingi mbalimbali maishani, bila shaka they are successful. Ndio story ambayo tunapiga hapa, nikiwa naye bingwa mmoja ambaye licha ulemavu ama changamoto za kimaumbile hapa na pale ameweza kupita haya yote, na bila shaka yunasi kuzungumzia story yake. Anaitwa Joram Ogajo Ojiambo. Joram John Ojiambo Ogajo. John, lakini John hiyo inaweza. Ningekwambia historia yangu kidogo kuhusu haya majina. Najua naona yanakutatiza. Yananitatiza ukweli. Majina haya, Joram Ogajo alikuwa babu yangu. Yule alizaa baba yangu. Baba yangu alipenda baba yake sana. Ndiposa akaniita majina yake yote, Joram Ogajo. John ni jina nilipewa na mzungu Mkatoliki. Wakati huo nikiwa mdogo, nikiwa mgonjwa, nikigonjeka, hali ambayo ilinifanya hivi. Nilifika wakati nikawa hali mahututi, na nikafika wakati ya kwamba nilikuwa niondoke duniani. Na kweli roho ikaenda. Ilipokuwa imeenda, kabla iende, mzungu alisema mtoto huyu haezi enda kabla hajabatizwa. Kosa akanibatiza na akaniita John. Na baada ya kunibatiza hilo jina, nilirudi nikawa mzima. Ndiposa niliona siwezi kuacha hili jina John, lazima niliweke katikati ya majina yangu. Ojiambo nalo ni baba mzazi. Baba yule ambaye alinizaa ni marehemu, wa marehemu mahali pale alipo. Anaitwa Jackton Ojiambo Ogajo. So nilichukua Ojiambo nikaliweka Amani. Kwa hivyo mimi ni Dalmas Sakali Nathaniel Ihaji, na tusisumbuane, tuelekee mapumziko. Mtazamaji, asante, shukran kwa kuendelea kutazama runinga ya West TV. Siku zote tutasema shukran. Bila shaka utazamaji wako huote uonea fahari kubwa kweli kweli. Karibu katika sehemu hii ya pili kila Jumatano saa 1 hadi saa 3. Japo hii ni sehemu ya pili, tunaangazia masuala mbalimbali, lakini kwa zaidi babingwa ambao wana hadithi, wampitia changamoto hapa na pale, wampitia hili au lile, lakini mwisho wa siku wameweza kufaulu maishani. Wakati mwingi unapodhania kwamba wewe ndio unapitia changamoto, ni hadi ukutana na mtu mwingine akakupigia hadithi yake, bas ndipo utaondoka pale ukisema I think I don't have a problem. I think I don't have a big challenge as such. Karibu basi, naitwa Dalmas Sakali, awamu ya pili hii na ya mwisho, takriban dakika kama 10-15 tutakuwa tumehitimisha mazungumzo haya. Mgeni wangu Joram Ojiambo, Joram John Ojiambo Ogajo. Bila shaka ndiye mgeni wangu, sijui kama nimepanga majina hayo in order, lakini at least nimeyapata yote manne. Karibu sana katika sehemu ya pili. Tulikuwa tunazungumza na ukao umenieleza mawili matatu kuhusiana na ugonjwa wa polio.
Labda tuzungumzie hilo kidogo. Unahisi kwamba palikuwepo utepetevu na mtu kutowajibika, kwa sababu umezungumzia jinsi ambavyo uliweza kupata maambukizi pale hospitalini, and it just got me thinking, yawezekana kwamba pale hospitalini palikuwepo na hali ya utepetevu fulani? Mimi kulingana na vile mimi naona kulikuwa na utepetevu, kwa sababu wakati huo ulikuwa wakati wa zamani, early 60s, na watu walikuwa hawajajua mambo ya polio zaidi. So wagonjwa wa polio walikuwa wanachanganyikana. Napata sasa kulingana na story ambayo wanaambiwa na mamangu mzazi, ni kwamba tuliwekwa kwa ward moja na mama ambaye alikuwa mzee na ameshikwa na ugonjwa wa polio. Ndiposa huo ugonjwa ukaja ukaniambukiza. Na ilichukua muda mrefu sana kutambua kwamba nimeshikwa na polio. Ndiposa sasa viungo vyangu vikaja vikaharibika. So lazima kulikuwa na upepo. Fast forward kijumla, umesoma mpaka sasa hivi, najua una degree na vile unafanya mambo yako kadhaa pale Kakamega. Unaweza ukaangalia nyuma na ukasema kwamba kweli nimeweza kusonga hatua na hatua. Ni nini ambacho unaweza ukazungumzia kama mafanikio yako maishani? Mafanikio yangu si machache. Nikiona ni pale nimefika, naona ni Mungu. Kitu cha kwanza, nimesonga rank mpaka nikawa senior human resource officer. The equivalent ya kuwa maybe job group N kwa serikali, ambayo si kazi rahisi. Kuna wale ambao niliandikwa nao kazi na najua bado wengine ni makarani, wengine pengine kama wameenda sana wamefika job group L. Tulikuwa na same rank. Cha pili, nimejikuta najiona ya kwamba nimejenga boma. Niko na mahali pa kuishi, naweza kujistiri. Mahali pale pa kujistiri niko na hapa. Na boma vile unaona pale tumekaa ni hapa ni kwangu. Na sio boma tu, ile boma zuri. Bila shaka. Vile hivyo tu, at least a middle class house. Kitu cha tatu, nimeweza kusoma. Vile unajua watu walemavu wengi kupata kwamba amesoma ako na degree si kitu rahisi. Lazima utakuwa umepitia changamoto mingi sana. Niko na degree saa hii ambayo nilifanyia Masinde Muliro, na bado nina imani ya kwamba kabla sijaondoka duniani hapa nitasonga mbele kuliko hapo. Cha tatu, nimesomesha watoto. Mtoto wangu wa mwisho, vile nimesema niko na watoto wawili, mtoto wangu wa mwisho saa hii anafanya university year JKUAT, yani JKUAT anasomea masomo ya uhandisi. Wa pili, yani wa kwanza amesomea masuala ya sheria. So naona at least na achievement. Kitu cha nne, niko na mke, kwa sababu unaweza pata mtu anajiuliza mtu mlemavu alipataje mke. Niko na mke ambaye amenizalia watoto wawili wazuri. Hizo hayo ni masuala ambayo naona nimefanikiwa nayo. Mbona ili natumai linaendelea pia mdosi wangu, ndio maana naangalia katika kamera. Mbona mimi sijapanda ngazi kama ni nini ambacho mmekifanya tofauti, na ni nini ambacho vijana wa siku hizi, it might not necessarily be me, lakini vijana wa siku hizi mbona waonekani kufaulu maishani? Unaona watu wengi wanakata tamaa, watu wengi wametamaushwa na maisha. Ni nini ambacho tunakifanya tofauti? Vijana wa siku ya leo, generation Y, wako na changamoto nyingi. Kitu cha kwanza, you have to identify gaps ambazo ziko mahali kwa career yako. Uone wewe mwenyewe ukijilinganisha na wengine uko na nini. Unafaa uangalie abilities zako. Abilities zako, mimi naweza kufanya nini? And then go for it. Usiangalie tu ati mtu ataangalia ati dada yako atakuangalia ama ndugu yako atakuangalia ndiye akusongeshe ladha, hapana. Ukiangalia historia yangu vile nimesema, kuanzia kule nyuma, siku kataa na kusema ati niko mahali pamoja nimetosheka, hapana. Nilikuwa kila saa najaribu kuangalia gaps ambazo niko nazo na ninajaribu kujiendeleza. Kitu cha pili, vijana wa siku hizi wanaangalia sana kwamba kwa vijana wale tuko nao, wanaangalia sana kwamba wanatafuta a white collar job.
hicho kitu kimeturudisha nyuma sana, especially watu wa Nyanza na Western. Kuna other opportunities out there ambazo watu wanaweza angalia na wafanye nini, wafanikiwe kimaisha. Unaweza kuwa mfanyabiashara, unaweza kuwa innovative, ufanye vitu zile watu wengine hawafanyi. Na ukifanya hizo vitu utajikuta ya kwamba you climb the ladder, unafanikiwa kimaisha, na alafu mambo yanakuwa sawa. Kitu cha nne cha mwisho ninaonelea ya kwamba serikali nayo yetu upande wetu mmoja imelala kidogo. We need to have more industries. Tusitegemee tu kazi za serikali, kwa sababu kazi za serikali ni chache na population yetu inaendelea ikikua. Kwa hivyo serikali inafaa come up with industries, i-revive zile industries ambazo zinaendelea kufa kama za kina Mumias, za kina Nzoia, za kina Chemelil, hizi revive. Zikiamka zitapeana nafasi kwa vijana kupata kazi na watawacha mambo ya kuendelea kunywa bangi, kufanya vitu zingine. Kumekuwa na complaint na labda shutuma dhidi ya vijana ambao tunatoka katika ama wanatoka katika vyuo vikuu mbalimbali na taasisi mbalimbali za elimu kwamba they are half baked. Na najua katika nafasi yako umepata opportunity ya kuweza kupitia applications, kuweza kupitia CVs za wale wanaotafuta nafasi za ajira, kuweza hata kuinteract na baadhi ya vijana ambao wapo labda katika internship na kadhalika. Unahisi kwamba ni ukweli na labda serikali inafaa kuweza kukaza nati kidogo katika viwango vya elimu ambavyo vinatolewa katika vyuo vyetu mbalimbali? Ndio, nimeona upande mwingine kuna hali kama hiyo. Vijana wa saa hii hawezi kujituma vile sisi tulikuwa tunajituma. Unajua, to climb the ladder unafaa ujitume. Unapata kijana, mtoto ama mwanafunzi amekuja kwa kitu kama internship, ama tuseme tu ameandikwa kazi. Saa zile anatafuta kazi, anatafuta na bidii kabisa. Lakini the moment anaandikwa, anaona this is a P&P job, nimeandikwa kazi, anaanza kulegea kikazi. Unapata huyo mtoto hata ukimtuma kitu, mambo yale anakuambia yako na degree, lakini ukimtuma kufanya kitu fulani unashangaa na hii degree aliokota ama alitoa wapi. Very simple things ambazo mtu anaweza kufanya, like for example in a registry. Registry ni kazi ambayo ni kazi rahisi, lakini unapata tu mtu hiyo kazi inamlemea. Ni ile tu hawajitumi, wanaangalia tu bora nipate kazi niandikwe. Akishaandikwa anasahau, anaona tu mimi sasa nimefika. Lakini sisi wakati tulikuwa tunaandikwa, tulikuwa tunasema tulikuwa tunaambiwa tukienda courses, unaambiwa the sky is the limit. So unajaribu ku reach that sky. Lakini wa siku hizi hawana. Mahali umefikia sasa hivi, tukielekea kumaliza, mahali umefikia sasa hivi unaweza ukasema kwamba sasa hizi wacha nitulie sasa, nile vyangu kama nimenyamaza, mke wako akiandaa leta wewe unakula kwa raha zako, ama bado tena una hustle? Bado nina hustle. Hustle inaishi mpaka siku ile utakufa. Ukifika 46 ndio unasema sasa. Unajiona wapi the next, let's say 5 years? What is it you've not done that you really want to do? In the next 5 years, kitu kile nafikiria kwamba Mungu anipe uhai, niwe nimefanya masters, hata na maybe a PhD kama inawezekana. Na kama inawezekana pia niwe nimeongeza mali juu ya ingine ambayo niko nayo. Kwa sababu kama saa hii nilivyo hivi, niko na kampuni inaitwa Jorajo Agencies. Unaona? Hiyo Jorajo naamini ya kwamba siku moja iwe ni kampuni ambayo inatajika. Mtazamaji atakuwa anatoa wito kwa vijana, labda itakuwa ndio sehemu ya mwisho kabisa ya kipindi hiki cha West TV Staftahi. Leo tupo nyumbani hapa tu mjini Bungoma, na leo niko katika boma la mzee wangu Joram John Ogajo Odhiambo, tukiwa tunazungumza naye kuhusiana basi na safari yake ilikuwa vipi, maisha yamekuwa vipi, changamoto zipi ambazo amekuwa akikumbana nazo. Kumbuka ni kila siku ya Jumatano hapa West TV mwendo wa saa 1 hadi saa 3 asubuhi. Tumalize, unawaambia vipi vijana ambao wamekuwa ukitazama kijumla, ana labda changamoto zake, watu wanatoka katika familia za ajabu, hazina mbele hazina nyuma, na inakuwa kwamba it's a discouragement kwao kuweza kusonga mbele. Tukimaliza, labda ukiangalia pale katika kamera, unawaambia vipi? Ukitafuta usiwe mtu wa kuchagua ati leo lazima nifanye kazi fulani.
hata kama umesoma lakini kuna mwanya mahali ambao unaweza kupitia, anzia hapo. You just climb the ladder. Vile mimi niliclimb the ladder kuanzia karani mpaka nikawa senior clerical, senior human resource officer. Haikuwa mwendo mfupi, ni mwendo mrefu, lakini ukianzia pale chini utajikuta mahali pale unataka. Usikuwe tu mtu wa kuangalia ati kwa sababu nimesoma, niko na degree, niko na master's, lazima nipate kazi ambayo nilisomea. Hapana. Haya basi, asante mtazamaji. Kabisa, asante Bwana Joram kuweza kuwa nami katika asante, nashukuru. Shukrani mtazamaji, usikose kuwa nasi bila shaka siku ya Jumatano saa 1 hadi saa 3 West TV Staftahi. Tunazungumza mbali ambayo inakuhusu wewe pale ulipo, lakini zaidi kukupa motisha kuweza kusonga mbele na kuweza kukwea milima na mabonde. Siku zote tunasema vipi? God is ahead, never say die. Naitwa Dalmas Sakali, shukran, kwa heri.